Na mtazamaji, hujambo sana na karibu. Tunaamini kwamba weekend yako inaendelea kuwa vizuri sana, na tunaamini kwamba kipindi kilichopita kuhusu kukabiliana na machungu kilikuwa nzuri na kiliweza kukufundisha mambo mengi sana. Asante sana kwa kuwa mtazamaji mwaminifu, na asante kwa kuweza kufuatilia kipindi hiki. Tunasema Mungu akubariki sana. Kwa hiyo karibu sana kwenye kipindi cha leo. Mimi naitwa Millicent Yego, na kama kawaida tuna mgeni wetu, mshauri wa kipindi hiki, Pastor Tabitha Mbai. Amepata nafasi kufika studioni, na kwa hiyo usije kaondoka, tubarikiwe kwa pamoja na tuelimike kwa pamoja. Karibu sana mchungaji. Asante. Hujambo mtazamaji wa kipindi chetu cha kizazi chetu. Karibu sana, tunakushukuru kwa support yako. Sisi tuko sawa na feedback yako, tunashukuru. Karibu sana kwenye kipindi cha leo. Topic ya leo ya ajabu. Karibu. Asante mchungaji, na tunaamini kwamba watu wanabadilika na watu wanaelimika. Kabisa. Asante kwa nafasi yako ambayo kila wakati unafika studioni kuelimisha watu wa Mungu. Nashukuru. Kwa hiyo leo tunazungumzia topic ambayo vile umetaja ni mada ambayo ni mada ambayo ina affect ama inaathiri kila moja. Na labda kama hujaathirika kwa njia moja ama nyingine, basi mchungaji yuko hapa kutoa tahadhari na pia kutuelekeza katika mada ya siku hii ya leo. Si mada nyingine bali ni kutokuwa mwaminifu ama kudanganya. Kudanganya, udanganyifu. Okay. Sijui kama nimesema vizuri mchungaji vile ulikuwa umeiweka. Iko sawa, kwa maana Kiswahili kigumu, lakini tunajikaza tu due to public demand ya kwamba kipindi chetu kiko kwa Kiswahili. Kwa hivyo topic ya leo ya kwamba grammar tu ama Kiswahili cha kawaida ama Kiingereza cha kawaida, kudanganya ni kutosema ukweli. Ndio. Ama kudanganya ni kufanya kitu kisicho kikae kama vile wewe unajaribu kutuambia kilicho. Mimi ni a woman, nadanganya nataka kukuambia mimi ni a man. Watu wanajibadilisha, wanadanganya. Watu wanadanganya sana kupitia simu. Unasikia labda mko kwa matatu na mko hapa hivi town, lakini unasikia mtu anasema niko Nakuru, hatuwezi onana leo. Kwa hivyo kudanganya generally ni kutosema ukweli ama kutokubali vile hali iko na kudanganya. Right. Watu hudanganya vipi ama mifano ya kudanganya? Unajua labda kuna mtu pale mchungaji anaweza sema si ni kawaida tu nikimwambia dakika 5 na dakika 10 nikipitisha 5 si baya sana. Kwa hiyo watu hudanganya kwa njia ipi? Kwa hivyo topic yetu ya leo ya kudanganya, maana generally ama kwa pamoja tunajumuisha, lakini leo tutachukua kudanganya kwa mahusiano, that is infidelity kwa Kiingereza. Kudanganya kwa mahusiano, na uhusiano huu hasa sana ni uhusiano wa kimapenzi, kwa maana kudanganya kuna uhusiano wa wazazi na watoto, kuna uhusiano wa waajiri na waajiriwa wao. Unadanganya bosi yako ni jam na sio jam, ulikuwa na shughuli zako zingine. Kwa hivyo hapa leo tutakuwa tukiangalia udanganyifu katika mahusiano ya kimapenzi ama katika mahusiano ya ndoa. Mifano ya udanganyifu. Mifano ambayo tuko nayo ya udanganyifu, tunadanganya kwa time, kwa mahusiano yetu. Ndio. Tunadanganya kwa wakati. Hasa kwa kukubaliana. Tutakutana wakati fulani, mtu anachelewa. So this one is like general. Tutakutana wakati fulani, unachelewa. Tutakutana mahali fulani. Kwa hivyo tunadanganya kwa muda, concerning time. Na kweli kabisa, kama Mungu angetusaidia na sisi wenyewe tujisaidie, hasa sisi wa Afrika. Watu wanasema wakati wa mzungu, mimi husema wakati wa Mungu. So that we may keep time. Ukiwa na sababu nzuri kabisa. Kama unajua kuna jambo, basi wahi mapema. Wale ambao wameshawaifanya kazi Nairobi, nikiwa mmoja wao, ukikuwa mjini Nairobi saa 12, basi utapatana na jambo. Kuwa saa 11 utatembea mji peke yako. Kwa hivyo be there early. Kwa hivyo tunadanganya kwa time, kuagana tutakuja na hatukuji on time.
Haya, kwa njia zingine tunadanganya kwa kifedha. Kabla ya fedha, mchungaji, ikiwa basi tumeagana kwamba tupatane mjini saa 6:30, na kweli ilikuwa ni mipango yangu tupatane saa 6:30, lakini katikati hapo nikapata shughuli, wajua, na labda wewe umetoka mbali na nikakwambia kuja tukutane pale, kuliko labda ni kama nimekutesa na mambo kama hayo, still bado nitakwambia saa 6:30, lakini ndani yangu najua kuna jambo limenipata, nitachelewa dakika 20. Je, huo ni udanganyifu pia? Na kwa mahusiano yetu huwa tunajuana. Katika shirika zetu za kanisa, nyumbani kwetu, hapa ile kazi tunafanya nawe pamoja, huwa tunajuana. Mtu muongo hufanya repeatedly. Mtu ambaye unena ukweli na unajua hata kwa shirika, hata kanisani, mimi ninajua fulani, mwimbaji fulani ambaye anahusika na kitu fulani, ukiona amechelewa kuna sababu, yeye hu keep time. Kwa hivyo mtu ambaye anadanganya kwa mambo ya time huwa anajulikana. Na nitajua leo, even before you give me an excuse, nitajua ya kwamba kuna kitu kimefanyika ndio ukaweza kukosa kufika on time. Otherwise, naye mtu huyo ambaye hadanganyi kwa sababu ya time, ako na nidhamu ya kukwambia siwezi kupatikana kwa wakati huo. Tulikuwa kuna mahali nilikuwa na kanisa pahali, na tulikuwa wachungaji wawili, na nikawa dada mmoja alikuwa mgeni kwangu, simjui. Kwa hivyo katika ushirika wa katikati ya wiki nilikuwa naongojea, tukapanga na yeye atakuja. So tumeshaomba, tumeshasifu, karibu niite mhubiri, nampigia simu namwambia unakuja, na niambia nakuja. Basi mchungaji mwenzangu akaniambia huo dada ni muongo, hatajaingia bafu na hatakuja. And you know what happened? So mchungaji huyo mwenzangu akachukua na akahubiri. Alikuwa amemjua, lakini mimi sikuwa nimemjua. So concerning that, there are people who are disciplined, they can keep time, and those who are not, they are not. Sasa hiyo one day utajua. Ili kwamba uingie point number 2, kusema uongo kwa mambo ya fedha, tufanye nini tukabiliane na muda, udanganyifu ama kuwa muongo kwa time? Learn to prepare early. Kama tumeagana tunakutana saa 1, acha kuamka saa 12, amka saa 11, jipe masaa mawili, ujue ya kwamba unachukua half an hour to travel to that place. Give yourself an hour or 45 minutes. Ukijua chochote chaweza kutokea barabarani, hata hiyo jamu unaweza kutana nayo, ama gari inaweza kuleta shida, na utafute means nyingine. Wake up early. Kwa hivyo uwe na time. Kwa hivyo learn to wake up early and just plan. Kitu kingine ambacho kinafanya tukichelewa kwa masaa ni kwa sababu ya lack of planning. Wewe unajua mkutano ni wa saa 3, lakini ushaamka ndio unapanga kupika chapati asubuhi. Yaani katika maisha yetu ya kawaida, just plan. Hii ambayo najua inaweza kunichelewesha, kama kupiga pasi itanichelewesha asubuhi, basi acha nipige pasi usiku. Asubuhi tu ni kuoga na kupika chai haraka, ama niachane na hiyo chai na niende. Kwa hivyo tunachelewa kwa sababu ya kukosa kupanga. Right. Udanganyifu ama kusema uongo kwa mambo ya fedha? Sasa kwa mambo ya fedha, wenye dhambi wengi hapo ni wives, nikiwa mmoja wao. Basi sisi kina wake ama wives, kwa mambo ya fedha tunadanganya kwa wizi, ya people steal. Kuna mwizi wa kupiga geta, na kuna mwizi wa simu, na kuna mwizi wa kukudanganya nikope nitakurudishia. Kwa mambo ya fedha, nikiingia kwa mahubiri nitasema tunaiba hata kwa matoleo yetu ya kanisa. Ninajua vizuri sana, I was supposed to give a 10% of this. Shilingi 1000 nitakana kupeana 100, lakini napeana shilingi 50. Kwa mambo ya fedha sasa, hapo hivyo wadada siku moja tutaitana tutubu. Mimi nafua nguo za mzee. Nikapata hivi shilingi 500 kwa mfuko wa shati. Basi siku nasema ni muujiza, na pesa hizo ninajiwekea. Na ukiuliza wake wengi sana, nikiwa mmoja wao, watakwambia in the beginning, mwanzo walikuwa anapea jamaa pesa, namwambia nimepata pesa za, lakini alipokaa akakosa asante. Leo unampatia, haizi kukwambia asante, kesho nampatia. Kwa hivyo tunadanganya sana these married or those people who have a relationship. Tunadanganya kwa kupata pesa na unajiwekea. Tunadanganya kifedha for exaggerating. Now ukitembea Kenya hii,
I don't know who you can accuse or not accuse concerning corruption. Kwa maana utapata tuna exaggerate when it comes to financial matters and we are planning a budget. Sasa unapata watu wana exaggerate. Unasikia watu tulikuwa na mkutano, watu wakaenda shopping, na walipoenda shopping, transport na ni hapa tu town where you pay 30 shillings to go to, but transport and lunch unasikia wamejiwekea 1,100. Sasa unashangaa jameni, wale na Nairobi ama wapi? So tunadanganya kwa mambo ya budget, mambo ya uongo ya kifedha, na nikana kwamba dunia ya leo kwa wao hawaoni kama ni dhambi ama hawaoni ni makosa, wanadanganya tu. So there is that kupata pesa za mtu, there is exaggeration of the budget, there is mambo ya M-Pesa nyingi sana, and so many ways mambo ya kudanganya kipesa ni nyingi. Wakati labda kwa wale ambao wako kwenye ndoa, labda mke umeambiwa nenda kanunua sofa, nenda kanunua kitu fulani pale nyumbani, umepewa shilingi ngapi? 50,000, 2,000, 3,000. Sasa ukifika pale una bargain inakuja hadi 5,000. Hiyo itakuwa pia umedanganya. Wacha nitete kina mama. Wacha niwatete. Mimi ni mchungaji na nahubiri utakatifu. Nahubiri ili neno la Mungu kutoka kwa Biblia. Lakini naweza nikasema hivi. Kuna wale, every woman akiolewa huanza akiwa very faithful. Akipatiwa shilingi 200, akipatiwa 200 shillings ama 200. Anakuja anasema nimenunua sukari nusu, nikanunua nyama ya 100, nimebakisha shilingi 50. Basi hii itanunua maziwa. So faithful. Alafu inafika mahali according to what we say, ananyimwa, na and especially a woman akinyimwa na anajua ziko, hapo ndio yeye hujipatia ruhusa ya kuiba. So vile ninaweza nikasema ni ya kwamba it is good because of your godliness and your relationship with God. Wewe ubakie ukiwa faithful na kusema yes, nimetumwa. Hata wacha kwenda sofa hiyo ya pesa nyingi. Hapa tu kwa sukari na nyama unatumwa, unaomba pesa ya nyama kilo moja shilingi 400 ama 500, unaenda unanunua nusu. Na unajua mume wako hawezi kukufuata jikoni akaona umenunua kiasi gani. Haya, familia yako hakuna siku atakwambia mama umenipakulia chakula kidogo. Sisi wenyewe ndio tunajua hayo mambo vile tunafanya. Kwa hivyo hiyo inaenda sana kwa kina mama. Tunadanganya kwa nguo. Mimi naenda dukani, ninaambia mume wangu nguo hii ni ya shilingi 3,000, lakini kwa kweli ni ya shilingi 1,500. Kwa hivyo ninaweza nikasema ya kwamba this one, because this is more of psychological counseling, ninasema wewe mwenyewe amoko wa uamuzi wako. Nawe ukiwa mume ama ukiwa mtu mko na uhusiano na mtu, ukitaka awe mwaminifu, nawe uwe mwaminifu. It begins also with the other partner. Kwa hivyo ninaweza nikasema it is not good, but women they have reasons as to why they do that. Right. Tuko kwenye mifano ya udanganyifu ama kutosema ukweli, na tumezungumzia namba 1 ni muda, namba 2 ni mambo ya pesa. So sijui kama bado kuna mifano mingine ya kutosema ukweli. Kuna kadhaa watu wanadanganya kwa mahusiano. Siku moja tukipata courage, because this one needs courage, tutaongea mbona kizazi cha leo wanauana vile. Kwa saa hizi kunayo dada mmoja katika vyombo vya habari kila mahali, I can't remember her other name na nisiseme, lakini anatafutwa kwa maana ni afisa wa polisi na anatembea na bunduki, na kwa sijui kwa wiki moja amewaua watu 2 afisa wenzake ambao inasemekana walikuwa na uhusiano na yeye. Kwa hivyo kwa mahusiano, wacha nieleze kizazi changu hivi ya kwamba watu wakiwa na mahusiano ni ya kwamba wanakuwa kitu kimoja. Au ukui kitu kimoja na mtu kwa sababu ya harusi, unakuwa kitu kimoja na mtu hasa kwa sababu ya mahusiano ya mwili. Watu wameenda wamefika pahali mpaka wamekuwa na uhusiano ya mambo ya kimapenzi. They become one. Wanaanza ku reason together, wanaanza kuwa sensitive. Mtu huyu yuko wapi na yuko mahali wapi. Ndio maana unaona mtu aweza katoka hapa akaenda Mombasa kwa sababu tu ya mpenzi wake, sio kwa sababu mtu huyo ni mke wake. So when cheating comes in a relationship, mimi husema mtu akidanganya katika mahusiano ni kana kwamba amevua mwenzake nguo, kwa maana ni yeye pekee ndiye anamjua kwa undani ule. Na wacha nikwambie, when it comes to a relationship, hakuna mwanadamu ambaye ako na nguvu nyingi sana ya kuficha mambo mengi. Every time people have a relationship, lazima utanijua kiasi fulani
na mimi nitakujua kiasi fulani. Hata hivyo, hata kama huwezi kujua kila kitu, utajua tabia zangu, napenda kula nini, huwa naongea namna gani, hata sauti yangu utaijua. Na kwa hivyo when people are in a relationship, they give a part of their life to the other person. In fact, like mimi huambia mume wangu, ninamwambia, kwani kuolewa does it mean nilimaliza maisha yangu nikaanza kukaa maisha yako? Because a great percentage yenye mimi ninaishi ni kama ninaishi maisha yake na yeye pia. Kwa hivyo people cheat when people cheat in a relationship, ya kwamba huyo mtu ambaye umeamini hivyo, ambaye umependa hivyo, umejipeana kwake hivyo, na mimi husema hivi, hata umejipeana kwa kiwango cha being insane ama kuwa wazimu, kwa sababu mambo ambayo hauwezi fanya na mtu mwingine ndio unafanya na mnani, na mtu huyu. Basi kuna kudanganyana kwa relationship ambayo mtu anawacha mtu huyu na anaenda na anachukua mtu mwingine na bado tu yuko na huyu. Kwa hivyo hiyo, it is very common and it is a very wide topic that can take place on its own. Katika mahusiano kuna kudanganyana. One, kuwa na mpenzi mwingine. Another thing, kuwa na mambo of your past. You may not have, unaweza kuwa wewe hauna uhusiano na mtu mwingine, lakini kuna kitu chako cha baadaye ama kilichopita ambacho umulie naye hajui. Waweza kuwa na uhusiano na msichana ambaye haujui ana mtoto. That one is about relationship. Waweza kuwa na uhusiano na mwanamume ambaye haujui ana mke. How many girls tumewauliza, mbona unavunja bome ya mtu? Anakuambia mimi sikujua huyu mtu ako na mtu. Kwa hivyo in relationship it is very wide. Watu hudanganya. Nakumbuka rafiki yangu mmoja alipendana na kijana mmoja, tulipotoka tu shule hivi. Ni miaka mingi iliyopita. Ni miaka mingi, zaidi ya miaka 25 imepita. Na akadanganywa na kijana mmoja, wakapendana, wakataka kuoana. Msichana yule alikuwa ametoka kwa familia inayojiweza ama ya matajiri, na huyo alikuwa ametoka kwa familia iko chini kidogo. Kwa hivyo akamdanganya, akaenda kwa aunti yake. Huyu kijana alikuwa anakaa kwa aunti yake. Kwa hivyo akaenda kwa aunti yake, akamwambia aunti yake na anko yake anawaitaka mama na baba. Sasa akaenda kule, akamwambia salimia mam na dadi. Amekaa kule mpaka picha zake ziko kule wapi, kwenye ukuta. Akampeleka dada yule, na walikuwa kanisa, alikuwa amepanga mpaka watafanya harusi. Dada yule akaenda katandikiwa kwa kina dada, huyo akaenda kwa vijana. Baadaye dada huyo akakuja akagundua kule si kwa kina kijana, kwa wazazi, ni kwa aunti yake. Na alipomuuliza, maana we were close, alipomuuliza akasema ya kwamba niliangalia nikaona umetoka kwa familia inayojiweza, nikikupeleka kwetu utanikataa. So how it ended, it was, dada akasema kama nilikuwa nimekupenda na nimeamua kukaa, hata kama kwenu kungekaa namna gani ningekubali. Kwa hivyo in relationships huwa tunadanganya vile tuko, yani kwa relationship it is just what it is just wide. Point number next, kwenye mifano. Tunadanganya kwa status zetu. Give me a Kiswahili word for status. Hali yetu. Tunadanganya like I'm married, na nadanganya niko single. Aya, na mwingine naye ako single, anadanganya is married. Kwa hivyo mimi husema hivi, na huambia marafiki zangu na watoto wangu, ya kwamba how comes that on Facebook almost all of us are single? na wale wasinione wakanifuta mahali pale. How comes? Kwa hivyo watu wanadanganya. Wewe unaona Facebook, mtu anatuma picha, anajiadvertise yeye. And she's a mother of 3 and somebody's wife. Kwa hivyo kuna uongo ingine ambao tunadanganya. And especially kwa sababu ya majina yetu. You see, like most of us, tumekuja kuingia kwa ndoa when we have used our official names ambazo ni za baba zetu. Kwa hivyo it is very very easy to cheat, because Mbai is my father's name and then Kenodia is my husband. But I use Mbai kwa sababu it is the official name. Anywhere you tap, utapata tabia Mbai. Kwa hivyo ukianza hata kwa class 1, utaona hilo jina, and you don't see anywhere that name has changed, of which if possible it should. Unaona? Kwa hivyo tunadanganyana kwa status zetu. Kijana anadanganya msichana yeye hajaoa na ako na mke na watoto 3. Msichana na yeye anadanganya. Na unajua wengine Mungu amewajalia jameni. Huwezi kujua. Yeah, you look at that girl, you can't even tell she has given birth. You look at that guy. Na ni wajuzi sana kwa kudanganya.
Kwa maana utasikia wakija kwa counseling wanasema that man has never behaved like he's married. Anytime I need him ninampata, huwa simu anachukua wakati wowote, so we cheat kwa status yetu. Kwa sababu ya muda, acha tuende kwa labda kwa nini hao watu wanafanya udanganyifu ama wanasema uongo? Why do people cheat? Number one, ambayo nimenote, because of soul ties. Meaning that ulikuwa na uhusiano na mtu na mkaingiana, mioyo yenu, roho zenu, mafikira zenu zikaingiana. When you ended that relationship, hiyo kushikana haikuisha, ukaenda kwa mwingine. Meaning that person, wewe umemwacha, lakini kuna mahali mumeshika, nafsi zenu ziko kitu kimoja. So it happens that this person still has power to pull you back. And that is why tunasema ma-ex ndio wanaharibu the present relationship. Anaenda kwa ushago, kijana yule anakuta huyu ameoa na yeye ameolewa. Wanaanza story. Tulikuwa tumependana, tulikuwa tumeagana tutaoana. Alafu wewe ukaenda Nairobi, ukaenda ukaolewa, bado wewe ni wangu. Then dada basi hapo anaanza kuvunjika ama to break, anasema kweli kabisa, and especially kwa bahati mbaya iwe she is suffering or is suffering in another relationship. So the soul tie, what happens ni ya kwamba hamuku kwa nafsi zenu hazikuachanishwa, and that is why everything should have a ceremony. Vile mlifanya ceremony mpaka kuachana, vile mlifanya ceremony ya kupendana, kama ni chips mlikula, hata ya kuachana, because I didn't quote that because leo siku quote Biblia. There is a verse in the book of Jeremiah, if you can Google it for me, ambayo inasema, if a man divorces his wife and gives him a divorce certificate. So as there is a divorce marriage, there is a divorce certificate ya kumaanisha tumewachana. So kuna hiyo soul tie ni namba moja that pulls you back. Another thing yenye inafanya watu wa cheat is bitterness. Yeah, they want to revenge and they want comfort. Wakati mtu amekaa kwa relationship and amekuwa bitter in this relationship, alikuwa amependa huyu kijana, alikuwa amependa huyu msichana, and especially akamdanganya, aweza mdanganya kifedha, aweza mdanganya na mtu mwingine, and then jambo hilo linamweka uchungu. And the generation today, na Mungu awasaidie sana, tunawaombea, they revenge. Unaona, during the days of our mothers, acha tuacha kuongea sisi, but our mothers, ndio ungesikia there was polygamy family, ungesikia they used to plan natural farming, family planning, not because baba alikuwa karibu, because baba could go for 2 years. Na huko ameenda 2 years ashaenda akaoa kwingine, mama tu amekaa hapa hivi akiwa mwaminifu akimngojea. Lakini the generation today, they revenge. Akisikia kwamba alikuwa hata wanatishana tu. Unafikiria wewe peke yako ndio unaweza kupata? Hata mimi naweza pata. Unafikiria ni watu wangapi wananikatia hata kama mimi ni wife yako? So that bitterness inakufanya usijali na unafanya tu kitu chochote. So they revenge, and then also they look for comfort. Kama ako in a relationship that is being mistreated, anajipata kwa mikono ya mtu ambaye anamcomfort. And especially women, I would like to help them, na niwaambie kwamba mwanamke vile aliumbwa akiwa mtu wa kutarajia sana mapenzi and comfort from a man. Kwa hivyo wakati anaikosa, anaweza kuitafuta huko, na anaweza kutafuta kwa jirani, anaweza kutafuta kwa mtu wa mkokoteni, anaweza kutafuta anywhere, bora ni amani. Kwa hivyo usishangae sana. And then number 3, there is dissatisfaction in a relationship, where mtu ako lakini hajaridhika, either hajaridhika kifedha, either hajaridhika kimapenzi. Na hiyo ninaweza nikasema sorry for long distance relationships. Haya nyakati hizi ambazo unaona wamama wakienda kwa TV wakisema haki yetu nini, wazee wetu wamekunywa pombe, hata mimi mtoto wangu wa mwisho ni wa miaka 5. Kwa hivyo kuna hiyo kitu ambacho hakimtoshelezi kwa hiyo ndoa, na anaweza enda katafuta wapi wengine. There is dissatisfaction, and then there are forced circumstances, ambayo that one unahitaji Mungu na wewe mwenyewe ujisaidie. Kuna hiyo forced circumstances in which, sijui kama umeshawaona meli sinema ambazo meli watu walikuwa kwa bahari, alafu meli ikafanya nini, ikaharibika ama ikavamiwa na pirates, alafu watu wakakufa wote, akabakia mke mmoja na mume mmoja. So they find themselves 6 months in the sea. Inakuwa labda ngumu
kwa wao kukaa, wanaweza kupatana. And then later on wakati wamefika mwisho ndio wanaanza kukumbuka I'm somebody's wife, I'm another person's husband. Kwa hivyo situation ama circumstances of which hiyo ni Mungu akusaidie sana kwa njia kubwa sana. And then dissatisfaction tumeona, and then we also have family line pattern. Yani kwa familia yenu inakuanga tu hivyo. Kwa familia yao inakuanga hivyo. Ama ni watu wenye wakaangi na bibi mmoja, lazima akuwe na bibi na mipango za kando kadhaa. Na kuna familia nyingine, because there is a man I knew ambaye alikuwa he had a family, a wife and children. Alikuwa akilewa, lakini akilewa akitoka hivi kwa bar, anabeba hivi nyama, anaanguka kutuka matope. Alikuwa akiita mke wake na kijana wake. So we used to say hata kama analewa anakuanga faithful kwa nani? Kwa wife yake, anaenda kwake. So family line pattern. Hiyo kitu inaweza kuwa ni kwa damu yenu, na hiyo kitu sasa ni Mungu tu anaweza kutusaidia. Hata yule anaamua anasema this thing I cannot do. You cannot do it kwa nguvu zako wewe mwenyewe unless Mungu akusaidie. Watu ambao wanafanya udanganyifu ama hawasemi ukweli, kuna vile wanakaa, kuna vile wanazungumza, characteristics ya hao watu. Okay, let us just say every time ninasema ya kwamba there is something that cannot cheat. What cannot cheat ni gestures za mwili ama the way mwili yako ina react, your facial expression, mambo tu yako ya kawaida. So number one, mtu ambaye anadanganya doesn't have confidence with eye contact. Unaona, there are people who are actors. They can act. Anaweza kukuondolea hivi macho na kwambia yes, na anakudanganya. Call them actors na wachane nao. Mtu ambaye watu wengi, a great percentage akidanganya, hapendi muonane hivi kwa macho. Ataangalia kwingine, ataangalia simu, atapenduka, ataongea. So number one, if you are confronting that, eye contact. And then number two, change of behavior. Mtu ambaye anadanganya, change of behavior. Whether it is your place of work, whether ni kanisani mahali mimi niko, kama alikuwa anakuja anaanza kuchelewa. Unaona, leo kesho kutwa. Haya, another thing, unamwangalia hivi unaona vile alikuwa anakuchangamkia, achangamki tena. Kama ni uhusiano, a man and a woman, unaona ya kwamba behavior yake imechange. Ile alikuwa anafurahi sasa ameacha kufurahi. Watu wengi kwa mahusiano utasikia kuna mahali wanafika hata wanaanza kuulizana sasa wewe amekuja kufanya nini? There is change of behavior. Ina change tu yenyewe. And then another thing which can inaweza kuja kwa hii category ya change of behavior, mtu yule anaanza kuwa mwenye siri, so secretive. You see, like, I don't know about other people's marriages, but like me, we have a diary with my husband. Mimi namwambia, ananiambia anaenda kazi, mimi namwambia anaenda studio. Unaona, such that if he wants to look for me na anipate kwa simu, anaweza kuja hapa studio na akanipata. So we begin kuwa na siri. Unaambia mtu unaenda Nakuru na unaenda Kisumu, na mimi huambia chunga sana, kwa maana kule kunaweza kutokea kitu. That is why ushawaisikia many marriages and relationships zimevunjika kwa sababu anasema aliniambia ameenda kazi. Siku 3 walikuwa wanaenda seminar ya kazi. Alafu mimi tena ninaona picha zake akiwa Mombasa na na mtu. So there is that, mtu anaanza kuwa siri. Mambo ya simu hatuta discuss leo, lakini hiyo ni moja. Mtu hataki uone simu yake openly, and all of us huwa tunaweka pin zetu kwa sababu labda ya M-Pesa, tuseme hivyo. Hapo sijui nani muaminifu, hata mimi. Lakini kwa mambo ya simu, mtu yule hataki uone simu yake ni nani ameshika. Unajua hata usipochukua, unaweza shika ukamwambia simu yako inapigwa. So mtu yule anaanza kuwa mtu mwenye siri zisizo za kawaida, and then there is lack of desire for your partner. Mtu yule hamtamani mtu tena. Watu wakiwa wako na uhusiano na wamependana, huwa unauliza atafika saa ngapi, nini. Yaani mambo ya mapenzi inataka tu watu wanakaa pamoja wakati wote. Isipokuwa ni hali ya maisha inatufanya tutoke tuende kazini. Sasa mtu huyu anaanza hana tamaa. Hata mimi huambia wamama, ninawaambia, if wewe kila siku unataka kutoka kwako na unataka kukam back late, there is a problem. Because not only work, hata wakati mkutano yenye haikuhusu wewe unataka kutoka, there is something wrong with you, because your desire for the other person imefanya nini, imeisha. Ndio unasikia wanaume wakisema
ameenda kwa ba, corona imetufanyia vizuri na imewakosea wengine. Anaenda kuona mpira kwa ba, kwani hawezi ona mpira kwake? Because anataka kuja akute watu hawa wamelala, alafu asubuhi amke afanya nini? Aende. Kwa hivyo hiyo tamaa ya kukaa na kuona mtu wakati wowote pia inakuja kuisha, and then mtu yule anaweza kabisa kuwa cold. No longer loving, no longer respective, hana shughuli kabisa. And in fact, these are some of the things that break a relationship. Because somebody who loves you, you will know. And then somebody who doesn't, hana shughuli, watu wanaweza kuwa na pesa, na mimi sisi husema ya kwamba hata ukaniweka katika nyumba ile, kuna televisheni, kuna viti, kuna pesa, kuna nini, mambo haya yote niliwacha kwetu nyumbani, lakini nikitoka kwetu kumana nimekuja kukutafuta wewe. So that person loves no longer, that person doesn't respect anymore, and all that. Those are some of the things yenye behaviors za mtu ambaye anadanganya. Kwa sababu ya muda mchungaji, kwa dakika 1-2, labda tuna overcome namna gani mambo ya udanganyifu? Mambo ya udanganyifu ninaweza nikasema, number 1, overcome by making a decision. Uamue. We are in relationships because we have decided. Umeamua kukua kwa ile kanisa, umeamua kukua kwa ile ndoa. So number 1, make a decision ya kwamba huyu, kuna warembo wengi lakini huyu ndio mrembo wangu. Wajamani wengi, 6 pack ni nyingi, lakini wacha nikae na yangu, whether ni 1 pack ama ni 2 pack, kwa sababu wengine wetu ni 1 pack na wengine sijui ni pack ngapi. It is a decision that I have made. It is not about how many packs. It is a decision that I have made. And then another thing, correct mistakes. Yeah, very quickly if you can. You see, if you are in a relationship, uliweza kuwa kwa uhusiano, and then ukachiti siku moja, mpenzi wako akakusamea, ama mume wako ama mume wake, kwa wale wanaweza. And then if you correct that, hata yeye mwenyewe ashuhudie that it happened and it has never happened again. Kwa hivyo overcome, you correct that. And then another thing, disconnect from relationship that you are supposed to disconnect completely. Please disconnect. Hata ukiweza kublacklist mtu, tafadhali do it. Badala iwe connection, anakaa hivi tena, sasa nimekumiss tu, sijui nilikuwa nataka kuuliza nini, tena mnaanza. Disconnect completely. Those are some of the things. And I would conclude by saying, always seek help. Tafuta counselor, tafuta mchungaji, tafuta mshauri kama sisi, aweze kukushauri juu ya kupitia those steps. Nashukuru mchungaji kwa nafasi hiyo na kwa sababu ya ushauri. Nasema Mungu akubariki, salimia jamii pamoja na kanisa. Amen. Mungu awabariki sana. Tuonane katika kipindi kijacho. Naam. Mtazamaji, amekuwa mchungaji Tabitha Mbai kuhusiana na mada hii pana kabisa. Naamini hatujamaliza kuzungumzia. Muda tukipata siku nyingine basi tutaweza kusema mengi, lakini kama kuna swali, unataka ushauri na mambo kama hayo, nambari iko pale, utaweza kuzungumza pamoja na yeye. Sina la ziada ile kutamatisha kipindi hiki cha Kizazi Chetu. Hadi wakati mwingine, mimi ni Millicent Yegu.